Na bagay. Bona. Salama brother. Nashukuru. Wito umekuwa mtu mpaka sema mtu utakuja kukatika bora ni wahi. Ukimwona kwa mara ya mwanzo utamkumbuka ile barakoa. Asante mimi salama lakini salama. Teni hivi. Asante. Assalamu alaykum. Tunatokea mpaka hapa tunaona masuala ya mtamu. Sipokuwa tunaona tunapata ziki. Ukaja uchumagulu umeingia wewe msi. Na tulikuwa tunadeka tunaona uchumagulu la kwa tunasikia jema. Lakini matokeo yake umeingia wewe msi. Ziki kubwa sana. Kwa hivyo sisi tunapata ziki kwa sababu upinzani wetu wa jadi. Na sisi hatujaona popote pa kwenda kwa sababu haja yetu nchi. Haja yetu nchi. Kwa hivyo hakuna kinachotubabaisha. Tunataka watu wenye msimamo wa kuweza kukomboa nchi yetu, kwa hivyo na sisi tukaangalia furaha katika nchi. Hilo ndo kubwa kwetu na ndo linotuumiza. Hatusemi historia ya Maalim Seif toka kabla kama huru huko tuko ina Maalim Seif mpaka hadi leo. Mengi tumefanya. Madua tumefanya. Kwa hivyo na hizi pia tusichoke tuwe tuna wakati wa kuomba kwa Mwenyezi Mungu, tumuombe. Mwenyezi Mungu anasema ud'uni fastajibuni. Niombeni. Tusikae tukafika kileza midomo. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kila hali. La pili, sera ya CCM uko vile vile. Watatupiga, watatuua. Na watatunyang'anya hata kama tunashinda. Kwa sababu hata kubadilisha sera hawa waongo. Hii ndio sababu kuna kila mtizameni na kila mtawala anatawala itamchaka mpira. Kila mtawala anaongea katika madaraka itamchaka. Akaja anajenga njia, anajenga umeme, ndio kubwa sana kusaidia kwa. Kwa hivyo matatizo hayo mkae makini. Mkae makini sana. Mkae mkubaliane. Muondoshe ubabaifu. Kwa sababu ubabaifu pia unatuumiza. Ubabaifu unatuumiza. Kasikia mtu kababaika hivi, kababaika kwa sababu ya pesa nyingi. Lakini kitu kikubwa nchi. Kwa hivyo mimi sina zaidi na kutakia kheri. Na niko pamoja na nyinyi nasema. Nina Bwana Musa Tumbatu pamoja, Bwana Fafi Tumbatu pamoja, kina Bwana Mabruki tuko pamoja. Hao wote tuko pamoja. Tumepanda mpaka Mabigili usiku na usiku kwa kutafuta nchi na bado hatulipo. Sina zaidi. Tumalizie haya jibu mheshimiwa kwanza.
bali ikiwezekana tukaangalia muda Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mkoa, Mwenyekiti wa Jimbo, Mheshimiwa kakaangu Ismail Jusaladho, mjumbe wa kamati kuu ya chama, wazee, vijana, wanawake, wenyeji wa Uzi, salamu alaykum. Na mimi nimepewa fursa kidogo ya kusalimia na pia kusema neno kidogo. Neno langu mimi litabezi kutoka au litakita kutoka yale mlioyasema mapya ya kwangu mie wakati mwingine, lakini kuna mambo mawili yamesemwa hapa. Mheshimiwa Makamu, kwa ruhusa yako naomba niatilie neno. La kwanza kuhusu mwani. Ni kweli ni kilio ambacho tumekuwa tukisikia kwa muda mrefu, na bei ya mwani kweli sasa hivi imeshuka, lakini hili kwa sababu liko ndani ya uwezo wangu kama waziri mwenye dhamana ya biashara na maendeleo ya viwanda, na waahidi nalichukua na kulifanyia kazi. Nitawasiliana na viongozi wenu wa jimbo na nitatoa maelekezo kwa viongozi wa shirika, hasa shirika la biashara ambalo kwa sasa ndani ya serikali ndio linalofanya biashara kununua mwani kutoka kwa wakulima, waje huku walifanyie kazi na walitizame hili swala la bei ili tuweze kutoa bei yenye maslahi nzuri zaidi. Lakini tatizo la mwani, wazee wangu, utaendelea kupambana nalo kwenye bei kwa sababu itaendelea kuathirika kutokana na mambo mbalimbali. Itapanda ikishuka kama bidhaa nyingi. Suluhisho kubwa la mwani ni kuongezea thamani ule mwani kwa maana ya kuusarifu. Na hili tunalifanya kwa njia mbili. Kwanza, mipango ya serikali kujenga kiwanda kikubwa cha mwani, lakini pia kuwawezesha wakulima wa mwani katika maeneo yao kuweza kujenga viwanda vidogo vidogo vya kusarifu mwani. Kwa hiyo nalo hili naomba pia nichukue, nitakaa na uongozi kuona ni namna gani sasa tunaweza tukalisaidia, na liahidi kwamba tutalifanya. Lakini la pili, Mheshimiwa Makamu, limezungumzwa ambalo nawe limenigusa kidogo, na hasa ilipotolewa historia ya hili eneo ambalo tuko hapa madrasa na hali yake sio tumeisha. Kwa hiyo mimi binafsi nitachukua ahadi ya kuchangia kidogo kuweza kuboresha hapa tulipo, walau paendelee, kwa sababu jambo lenyewe ni sadaka. Mheshimiwa Makamu, sitosema hadharani, lakini uongozi unaohusika nitakaa nao, na mimi nitatia mchango wangu pale ambapo naweza. Baada ya hapo, naamini yale mengine Mheshimiwa Makamu ambaye ni mjumbe wa kamati kuu atayatolea majibu na ufafanuzi. Asante sana. Ndio yale aliyosema Mheshimiwa Yusa. Sijui kama jua limeshapanda kidogo. ACT Wazalendo. Shatanga. Safari inaendelea. Jamani, nawashukuru sana. Na mimi baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima tukaweza kukutana hii leo, naomba niwashukuru na nyinyi kwa dhati kabisa. Asante. Niwashukuru kwa haya yaliyotangulia mpaka akatufikisha na sisi leo tumo kwenye jahazi hii, tumo kwenye safari hii. Lakini niwashukuru pia kwa mapokezi. Asante. Kwa hakika mimi amenipa nguvu sana. Yamenipa nguvu kwa sababu mapito tuliyopita ni makubwa sana. Tuliyopita huko nyuma, lakini 2020 ni kama kule kwetu wanasema ni ukili ulitiwanyiza. Sijui huku tunatumia neno gani. Ndio hiyo. Lakini maana ukili unaweza ukasuka tu mweupe basi. Lakini huu kaamuliwa kutiwa na nyiza. Tukapata wa rangi tofauti. Kwa hivyo mapito alikuwa ni makubwa sana, lakini kwamba leo nimekuja kuyakuta haya Uzi
nimethibitisha yale nilikuwa nakiambiwa kwamba bwana uzi ni jina tu, lakini ni mnyororo. Hii kuitwa uzi ina historia yake, lakini kwenye swala la mapambano si uzi. Ni madhubuti zaidi ya uzi. Na leo mmenithibitishia hayo. Lakini kubwa mlionithibitishia ni haya ambayo ndo naambia wasiondoe sana, kwa sababu hii ni zawadi. Nashukuru, mengine imeingia mfukoni. Hii kwa kikwetu sisi ni dalili ya mapenzi makubwa sana. Hafanyiwi kila mtu, wala hapewi kila mtu, upewa aliyechaguliwa. Kwa hivyo na mimi kwenye hili nasema imani ni amana, na amana ada yake ni kufanya nini? Ni kuirejesha, tena ukairejesha nzuri zaidi. Kwa hivyo katika hilo naomba niwaahidi kwamba inshallah mmeniamini na mimi nitarejesha amana hii kwa kadri ya uwezo wangu. Lakini moja niseme kwamba ukweli tumeondokewa. Mwenyezi Mungu alitupa mzee wetu Maalim kama wakfu, alitupa kama hidayah kwamba aje atutumikie kwa lile ambalo analijua yeye. Tumekuwa kwenye madhila hayo kwa muda mrefu. Sitaki kurudia historia. Mimi historia nimeishi kidogo, lakini nimeisoma sana ya nchi yetu. Hii nchi na hilo ndio mimi linalonipa moyo zaidi, kwamba Zanzibar hatuzungumzi Zanzibar kama inavyozungumzwa leo na baadhi yetu wasiojua thamani ya nchi yao. Tunaizungumza Zanzibar ile ambayo wazee wetu nchi hii wanaifahamu, kwamba ina ada yake, ina historia yake, imekuwa dola, imekuwa nchi kabla hata haijafikiriwa nchi yoyote. Takriban nchi nyingi za Afrika hazijafikiria kama hata zitakuwa. Maana huwa tunaambiana kwamba hii Zanzibar nchi kubwa duniani sasa hivi ni nani? Ni wa Marekani. Lakini Zanzibar ilikuwa na balozi wa Kimarekani 1837. Tayari pana balozi wa Kimarekani. 1841 pana balozi wa Kiingereza. Tayari. 1841 wazee wangu, hakuja kuwa na Tanganyika, hakuja kuwa na Malawi, hakuja kuwa na Kenya, hakuja kuwa na Uganda. Hiyo ndio Zanzibar. Sasa leo kukapitishwa ghilba na siasa na nini, ukaambiwa kwamba wewe sasa hivi hujulikani. Unaambiwa sasa Mzanzibari mkazi. Alokuwa mgeni leo ana haki zaidi katika nchi ilikotoka. Ulitegemea sasa iweko mbali sana. Sisi si wa kuzungumza leo kujilinganisha na nchi yoyote katika Afrika. Lakini leo nchi imedamirika kwa sababu ya tuliowapita. Kwa hivyo tuliofanyiwa, tunaosema upinzani, mimi sisemi upinzani. Upinzani ni kwamba unapinga kitu. Lakini sisi si upinzani, sisi ni watu tunaodai haki ya nchi yetu. Na kudai haki ya nchi yetu ni wajibu, ni ibada. Kwa hivyo kila mwenye akili yake anajua hilo, na naamini hilo ndio linafahamu kwamba uzi linajulikana hilo. Sasa ndio maana nashukuru kwamba hili tupo kwenye kikao na wazee, kwamba alhamdulillah kwamba wazee mmelishika hili na leo mnalirithisha kwa wengine watu. Na ndio maana hamasa ipo, harakati bado inaendelea. Lakini mimi si Maalim, na ndio maana kaamua kuvua barakoa tokea mapema. Kwanza mjue kwamba sina ndevu kama Maalim, lakini mmeniona kwa sababu. Lakini jambo moja ambalo nalo ni kwamba zile dhamira na nia
alikuwa kiongozi wetu, mzee wetu huyu akisimamia, basi na mimi katika hilo ndio maana mkanipa imani. Katika hilo. Na katika hilo sitorudi nyuma. Kwa sababu yapo ambayo tunapaswa tuyafikie, hatujayafikia, lakini inshallah lakini mnapoondokewa siku zote mnakuwa na mitihani. Na mitihani mengine kama hiyo ya kwamba kama hamkuwa makini mnaweza mkaparaganyika. Na tofauti ya binadamu na viumbe wengine, viumbe wengine akiondoka mchunga wanatawanyika, lakini sifa ya binadamu wa kweli ni kwamba akiondoka mchunga wanachungana wenyewe wakaendelea kuwa pamoja. Kwa hivyo na hili, na katika kulifikia hilo inabidi muwe na subira kweli kweli, muwe makini kweli kweli. Maana mnaweza mkayaona sasa kama kwamba yamekuja mapya, kumbe yamekuwepo. Azungumza Mlalahoi hapa, katibu ndo lilomrithi kwa Maalim, ndo alofanya kazi na Maalim. Sasa leo haya tujue tu kwamba haya ni mapito, tutapita. Na nabidi tuwe makini sana, hasa katika uongozi. Maana uongozi ni ikitokea jambo ni kuambiana, wala usubiri ni kwamba bwana hili. Na mapungufu binadamu yoyote atakuwa nayo, atakuwa nao mie, atakuwa nao mwingine, ama vinginevyo asimame mtu aseme mimi sina mapungufu. Akisimama huyo basi tutasema hatuna la kurekebisha, lakini safari inaendelea. Lakini kubwa hapa mimi nashukuru kwamba kwa sababu tuna kikao chengine na muda vile vile, sikusudia hasa kuyajibu yale tuliyozungumza, lakini nizungumze tu kwa ufupi. Kwanza nashukuru nimepata bahati hapa, maana waliosimama wa kwanza wote ni baba yangu na mama yangu. Biasia ni mama yangu, Sheikh Masudi ni baba yangu. Kwa hivyo kwangu mimi ni na Biasia ni mama yangu. Mama yangu jina lake ni Asia binti Said. Kwa hivyo ndio kuja kumkuta Biasia hapa, ndio mwenyewe, basi kwangu mimi ni faraja kubwa sana kwa hakika. Lakini nizungumze labda haraka yale alozungumza kwamba suala la limezungumzwa, la kwanza la suala la na suala la tume. Niwaambie tu kwamba katika kulifanyia kazi jambo hili, hayo ni mambo makubwa tuliyoyazingatia, na ni zaidi ya katiba, ni zaidi ya tume. Kwenye tume sasa tumesema mfumo mzima wa uchaguzi na mfumo mzima wa kuendesha nchi. Kuna mambo yanatuzonga kwa sababu tu hatujawahi kuyaangalia. Nchi hii leo tumekuwa sehemu ya umaskini ni kwa sababu tunatumia gharama kubwa sana katika mambo ambayo si ya msingi katika maendeleo ya nchi. Sasa mkishakufikishwa pahala mkiwa maskini, ni rahisi kununulika. Mtu akipewa kidogo yuko tayari atamunua ndugu yake. Hizi hujuma hizi si tumefanyiana sisi kwa sisi, lakini mafao yake nini? Ni madogo, kwa sababu tumefika pahala tumetiwa umaskini wa mawazo, tumetiwa umaskini wa kipato, tumetiwa umaskini wa kimaisha. Sasa hebu tutizame mfumo mzima ili tupate namna ya kwenda nchi, tupate maendeleo. Kwa hivyo hili tumeliandalia sisi mawazo yetu mapana zaidi ili nchi yetu ipate. Na bahati nzuri wenzetu wengi wanatuunga mkono katika hilo, kusema kwamba haya lazima myarekebishe kama mnataka kweli kwenda kwenye maendeleo. Kwa sababu tunapotaka kufika ni kwamba tufike pahala kwamba maslahi yetu ni nchi.